Ndugu zangu, biashara ya mbao ni miongoni mwa biashara nzuri sana. Kama mnakumbuka, walioanza biashara za mbao mapema leo ni mabilionea, na ndio waliosababisha watu wengine wakahamia kwenye hii biashara. Lakini baada ya watu kuwa wengi kwenye hii biashara, serikali ikaongeza ushuru kwenye maeneo mbalimbali kwa ajili ya biashara ya mbao, na kuisababisha biashara ya mbao kuwa ngumu, na kuwasababisha wafanyabiashara leo wanaonekana tu wapo wanazungusha fedha zao na wakipata faida ndogo tu ya kuhudumia familia zao, lakini sio kwa ajili ya maendeleo. Sisi ADC tunasema mali asili ya misitu ni mali tuliopewa na Mungu. Hatuwezi kuruhusu ushuru ukawa unamuumiza mwananchi, kwa sababu mbao inapopandishwa ushuru na mali asili, anayeathirika sio muuza mbao, anayeathirika ni mwananchi wa mwisho anayenunua mbao anayekwenda kujenga. Huyo ndiye anaathirika. Lakini mwathirika namba 2 ni mfanyabiashara wa mbao, ambaye sasa hawezi kupata faida kwa wakati na kufanya biashara kwa wakati, kwa sababu biashara sasa haiwezi kuchangamka, wanunuzi wanakuwa ni wachache. Badala ya kuja kununua mbao, anaweza akaenda kutafuta mti porini, akakata akaenda kaezeka badala ya kununua mbao. Sisi ADC tunasema tukipata mamlaka, mali asili zote, kwa sababu ni mali tumepewa na Mungu, ushuru wake utakuwa ni kidogo sana, na si kumtweza mfanyabiashara na mnunuzi wa mwisho. Sera ya chama cha ADC tunasema huduma za afya, kwa sababu watu wanakufa bila sababu za msingi na kukosa huduma, tunasema huduma za afya hospitalini zitakuwa ni bure. Naomba mnisikilize kwa makini. Nchi hii inao uwezo wa kuwatibu watu bure, kwa sababu nchi hii ndio nchi pekee Mungu ameijalia madini ambayo nchi zingine hazina. Madini, kilo moja ya dhahabu inauzwa shilingi milioni 250. Wenzetu Waarabu, mafuta ambayo Mungu amewajalia, lita moja ambayo ni sawa na kilo moja, wanauza shilingi 110. Sasa hebu jiulize, kwa nini mtu anayeuza mafuta shilingi 110 anaweza kawatibu watu wake bure, anaweza kawasomesha bure, anawaozesha bure, anawajengea majumba? Sisi ambao tunauza madini ya dhahabu na mengineyo kwa kilo moja shilingi milioni 250, kwa nini tunashindwa kuwatibu watu wetu bure? Lakini kitu kingine kikubwa, sisi ADC tunasema mfanyabiashara ambaye ana mtaji chini ya milioni 5 hatutomtoza chochote, kwa sababu ndio anaanza biashara. Kwa sababu serikali ya Chama cha Mapinduzi wakiona tu umeweka kibanda wanakuletea TRA. Na ukitaka kujua akili zao sio nzuri, weka kibanda, chukua chupa za maji tu kuweka ndani huko. Wanajua wewe ni tajiri, wanakuja kutoza kodi. Sisi tunataka mfanya biashara ambaye mtaji wake sio milioni 5, huyo tunamuita ni machinga. Kwanza ainuke, baadaye ndio tumuombe kodi. Mimi baba, naomba kukuuliza hivi. Ndio. Ukishachaguliwa utatusaidia? Mama, naomba niseme jambo moja. Utakuwa na utiifu? Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uwezo, Mungu mwenye uweza. Baba, huyu na ukabidhi mikononi mwako, ukamlinde, ukamtetee, ukampe upendo wa kuweza kuwashika wananchi na kuwaongoza